Benki Kuu siku ya jana ilikanusha uwepo wa taarifa kwamba itauza akiba ya dhahabu iliyopo kwa ajili ya kufadhili miradi mbalimbali ya serikali. Kufuatia hatua hiyo ya Benki Kuu ya Tanzania kutoa kauli hiyo kukanusha vikali juu ya uwepo wa taarifa hizo, Askofu Bagonza amesema kwamba dhahabu, wasemaji wengi wanasababisha wakosoaji wengi. Tabia ya kuficha mambo inasababisha serikali kujikanyaga na kutoa matamko yanayokinzana. Matamko mgongano yakiwa mengi yanasababisha wasemaji na wazushi wengi kama ilivyo sasa. Hebu ona hili la kuuza reserve, nyanta korokoro yetu ya dhahabu. Mara Benki Kuu isema reserve haiuzwi na kwamba watu wanazusha. Baadaye inasema itauza kidogo tu iliyozidi, na baadaye tena inasema itauzwa sehemu lakini si kulipia miundombinu. Mtumishi mwingine wa Benki Kuu analiambia kundi la WhatsApp kwamba zitauzwa kulipia miradi ya miundombinu lakini watanunua nyingine kwa sababu zipo. Wizara ya Uwekezaji inanukuliwa na vyombo vya habari vya nje kuwa rais ameamua dhahabu ziuzwe kwa sababu bei ni nzuri kwa sasa. Machawa wetu huko bungeni wanasema dhahabu zitauzwa na muuzaji asisikiliza maoni ya wananchi wanaoitwa wanaharakati. Yote haya yanakanusha ukweli kwa akiba ya dhahabu itauzwa. Dhahabu ni mali ya BOT na BOT ni mali ya serikali na serikali ni mali ya wananchi. Sasa mwaka jana lilibuka timbwili, serikali ikauza share zake za makaa ya mawe. Kampuni iliyonunua ikaziweka sokoni Australia. Mtanzania mmoja akaenda akazinunua. Sisi wenye fitna tukamrukia na kumuita majina yote mabaya. Alikosea wapi? Yaani unamwacha mke halafu utaki aolewe tena? Je, tukiuza akiba ya dhahabu akatokea mjaluo anayefanya kazi BOT akauza wake zake na akamongo wote ziwani akazinunua, tukimjua tumsalie novena au albadili, na huyo mtu akijikuta na hazina ya dhahabu kubwa kuliko BOT, hata tuchagulie tulale na kuamka sangapi? Uuzwaji huu wa reserve ya dhahabu uliokuja ghafla kama hekima ya Wajaluo ukija kugeuka kuwa Kagoda, IPTL na escrow nyingine, tuanze kuitana tumbili. Ushauri wangu, nenda polepole, haraka ya bandari imetufikisha wapi? Kuwe na msemaji mmoja wa serikali. Kuwatumia wasanii kwa mambo nyeti ni kuidhalilisha serikali yetu hata kama inajifanya sio yetu. Bunge lijikite kusimamia serikali, sio kuwasemea wanaharakati. Mishahara yao hailipi kutokana na mifuko binafsi ya wanaharakati. Ongeza uwazi. Dhahabu si madawa ya kulevya. Mambo ya siri na ya gizani yalimsababisha mjaluo muoe kibogoyo aliyemposa gizani. Kubali ukweli kwamba kutikisa reserve yetu kutatikisa shilingi yetu. Msiposema na itatikisika, tusianze kutekana tutakapoanza kuwazodoa. Tajiri asina reserve ni maskini kuliko maskini wa kipato mwenye reserve. Askofu Bagonza akitolea maoni yake juu ya Benki Kuu ya Tanzania kukanusha uwepo wa taarifa kwamba ina mpango wa kuuza sehemu ya akiba ya dhahabu ili kufadhili miundombinu mbalimbali ya serikali, kufuatia pia uwepo wa taarifa kwamba taasisi na mashirika mbalimbali ya kimataifa yamezuia mikopo pamoja na misaada kwa serikali ya Tanzania kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali.